Mume wangu wa zamani ambaye alifikiri mimi ni tasa, alinialika siku ya ubatizo mwanaye aliyezaliwa. Najua anataka kunicheka, lakini hayuko tayari kwa kile atakachokiona. Miaka 7 nyuma. Sasa tumeshaoana. Natamani tupate watoto wazuri. Natamani unizalie. Mimi pia nimechoka kusubiri mpenzi wangu. Mpenzi wangu, naambia ukweli. Kuna nini kinaendelea kwenye mfuko wako wa uzazi? Miaka 3 ya ndoa na hata kilio kimoja cha mtoto hakijasikika katika nyumba hii. Ochu, ulipanga lini kupata mtoto? Mimi nimekuwa tayari kwa muda mrefu. Sijui kuna nini kinaendelea kwenye mfuko wa uzazi wa mwanamke huyu. Kwa nini uliongea kuhusu mimi hivyo kwa rafiki yako? Nilimwambia ukweli. Kuna faida gani ya mwanamke ambaye hawezi kuzaa? Tafadhali, mpenzi wangu, tunaweza kwenda hospitali kwa uchunguzi wa kitabibu ili kuwa na uhakika. Hivyo tutaweza kutatua tatizo. Kufanyiwa uchunguzi? Hapana. Tafadhali, mpenzi wangu, kwa nini unanifanyia hivi? Naweza kupata watoto 10 na wanawake wengine nikitaka. Wewe ndiye tatizo tu. Wewe ni mwanamke wa aina gani? Mwanamke ambaye hawezi hata kumpa mume wake mtoto. Miaka 3 ya ndoa na hata kilio cha mtoto hakijasikika katika nyumba hii. Mama, ningependa kumpa mwanao mtoto na nitafanya kila kinachohitajika kuhakikisha tunapata mtoto. Hata mimi natamani kuitwa mama, sio kama napenda kuwa hivi. Kwa kuwa huwezi kunipa mtoto, beba aibu yako na ondoke katika nyumba yangu. Ninachotaka ni mwanamke atakayenipa mtoto wa kiume, mrisi. Unafanya hivi mbele ya majirani wote waliotuzunguka. Baada ya yote niliyopitia kwa ajili yako, hivi ndivyo unanifanyia? Usile mwanangu, utapata mtu bora zaidi. Familia hii haikukustahili. Asante mama. Hapa sasa niko na mwanamke sahihi. Pamoja naye nitazaa watoto mashujaa. Ndiyo mpenzi wangu, mashujaa. Miaka 6 mbele. Maisha yangu sasa yako mikononi kwangu. Sasa nimeajiriwa kama msaidizi katika kampuni. Habari Flora, leo unaendeleaje? Habari Idrisa, ninaendelea vizuri sana leo. Naweza kukupeleka kwenye chakula cha mchana leo. Itakuwa furaha yangu Idrisa. Sikiliza Flora, nafikiri nimekuwa nikikupenda tangu ulipoanza kufanya kazi katika kampuni. Siwezi kuacha kukuwaza. Nini? Umekuwa ukinipenda tangu nilipoanza kufanya kazi hapa? Ndiyo Flora. Sikiliza, ninathamini muda tunaotumia pamoja, lakini mimi ni mwanamke aliyevunjika moyo. Nilikaa kwenye ndoa kwa miaka 7. Sikuwahi kupata watoto. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tutakapooana, hata sitajali hilo kwa sababu wewe ni mwanamke mkamilifu. Mwanamke mkamilifu. Nina furaha sana kwamba wewe ni mke wangu. Ilikuwa siku nzuri sana. Msaada! Msaada, wanisaidie! Madam, nafikiri unahitaji kupumzika kwa sababu na ujauzito wa watoto 3. Mungu wangu, watoto 3? Watoto 3? Ndio, hongera. Mimi ndiye mwanaume mwenye furaha zaidi duniani ukiwa upande wangu. Mimi pia. Mpenzi wangu, hatimaye tuko hapa katika nyumba yetu mpya. Nyumba yetu mpya! Nyumba yetu mpya! Ni nani anayegonga kengele ya mlango saa 1 asubuhi? Habari za jioni. Je, wewe ni Bi Flora? Ndiyo, ni mimi. Huu mwaliko ni wako. Asante. Ni mwaliko kutoka kwa mume wangu wa zamani, anaitwa Ochu. Najua menyalika ili kunizalilisha, kwa kuwa sasa ana mtoto. Wakati mwingine mwache Mungu aitwe Mungu. Hatuamini akigundua una watoto 3. Utaenda kwenye ubatizo na kuonyesha kwamba wewe ni mwanamke imara kwa sasa. Asante kwa ruhusa mume wangu. Ndio mpenzi. Kama nilivyosema tangu mwanzo, kilichohitajika tu ni kupata mwanamke mzuri ambaye anaweza kunizalia mtoto wa kiume. Kama unataka muendelezo wa simulizi hii, like video hii. Ni follow na ukomenti next. Nitapost muendelezo kama utakomenti next.